إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، nachukua fursa hii kwa mara nyingine tena kuwakaribisha kwenye viwanja vya mahadi yetu, معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية، بالخصوص katika msikiti huu Masjid al-Faruq uliopo Pongwe, Tanga, Tanzania. Allah subhanahu wa ta'ala atubariki sisi na nyinyi nyote na wale wanaotusikiliza, na tuwafikishe kulifanya lile analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala na anayoridhia. Aturuzuku ilmu yenye manufaa itakayotunufaisha sisi katika dunia yetu na akhira yetu huku tunakokwenda, na tujalie kuwa ni wenye kubarikiwa popote tulipo, na tusamehe madhambi yetu, asistiri aibu zetu, atuongoze njia sawa. Unwani ya muhadhara wetu ni kama mlivyotangaziwa, inasomeka haqiqatu almanhaj as-salafi. Unaweza kuitafsiri kwa tafsiri mbalimbali, rasmi na zisizokuwa rasmi, lakini mimi naweza kusema tu kwa lugha fupi, nataka kuuzungumzia usalafi wa kweli ni upi, na usalafi wenyewe ni nini, na salafia maana yake nini. Bila shaka kuna sababu za msingi zinazopelekea kuihudhurisha mada hii mbele yenu. Jambo la kwanza kubwa, tumekuja kujifunza. Kwa hiyo hii ni moja katika sehemu ya ilmu, au ni moja katika milango ya ilmu. Kwa hiyo katika mambo tutakayojifunza katika usiku wa leo ni kujua usalafi wa kweli ni upi. Lakini jambo la pili, kwa kuwa ule usalafi wa kweli ndiyo dini ya haki na ndiyo njia sahihi tuliowekewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam,
Na wapo walioichagua njia hii kiukweli kabisa, kwa kujifunza na kuifunza na kuilingania na kuitetea kwa hali na mali, na kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa inaeleweka, ule usalafi wa kweli unaeleweka kwa kuwa ni haki. Usalafi wa kweli unapenya katika nyoyo za watu na watu wanauelekea kwa kuwa ndio dini sahihi, dini inayolingana na inayoendana sawa na fitra, umbili la mwanadamu, na akili iliyosalimika na moyo wenye kutaka kheri. Ikawa ikbali na kuelekewa na kufuatwa da'wa hii na kupokelewa kwake ukawa ni kukubwa sana katika kipindi hiki. Ukawaona vijana wengi na wazee katika miji mbalimbali, katika maeneo mbalimbali, wakiandama na kuifuata njia hii, jambo ambalo limekuwa ni tishio kubwa kwa watu wa batili na watu waliozembea katika kuitumikia njia hii, wakajidai na wao wako katika njia hii kwa uongo na uzushi na kudanganya watu. Kwa walipoona watu wanaelekea kwenye kufuata ukweli huu, na wao wakajivisha vazi la usalafi kwamba na sisi tumo, msitutoe. Bali wengine wakaudai ule usalafi wa kweli ni wao na si wa hao wenye kuulingania. Hao ni wengine, hao sisi ndio wenyewe. Pakapita maneno ya kiubabaishaji, shubuhati, hoja zenye utata hivi, kiasi ambacho wale wenye tabia ya kusikiliza chochote na kumsikiliza yoyote, wakisikiliza maneno hayo yanawababaisha. Kweli mbona kama ni sawa hivi, wanababaika kidogo. Kwa sababu ya pili katika kuzungumzia usalafi wa kweli ni kutaka kuondosha utata huu. Kwa sababu siku zote mtu anapoijua haki, basi ni rahisi kuiepuka batil. Ukishaujua ukweli, ni rahisi kuungamua uongo. Kwa hiyo katika sababu za msingi zilizopelekea pia kuwekwa maudhui hii na kupewa kipaumbele kabisa ni kuondosha ule utata ulioko kwenye akili za watu unaoenezwa kwenye mitandao huko na sehemu mbalimbali. Lakini pia sababu nyingine ni kuwatia nguvu wale waliopo katika da'wa salafia, wakajua, wakaamua kuifuata, lakini wachanga katika mambo ya ilmu au wachanga katika kupambana na mambo ya utata na shubuhati, kuwakazia na kuwatilia nguvu kwamba mlipokamata mmekamata mahali sahihi, msibabaike kwa hoja na dalili za kisheria. Lakini pia katika maudhui ya leo tutaonyesha uwajibu wa sisi kuifuata njia hii kwa mujibu wa kitabu cha Allah subhanahu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu
alayhi wa alihi wasallam. Mtu anaweza kusema kwa nini tusizungumze Uislamu tu ikatosha, kwa sababu sisi tumeletewa Uislamu na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amelingania kwenye Uislamu, mbona sisi tuleta mambo mengine, sijui usalafi, sijui kitu gani? Haya mambo nyinyi mmeyatoa wapi? Hayapo kwenye Qur'ani wala katika Sunna. Sijui salafi bwana, kwa nini wajitoe? Kwa lazima mambo haya bwana, wewe Muislamu tu. Lakini huyo anayesema hivyo anajisahau wakati huo anayejinasibu, mimi Shafi bwana, sijui sisi mashafi, mimi Maliki, mimi Sufi, mimi katika Jamaat Ansari Sunna, mimi kadha, ajinasibu na makundi yake na madhehebu yake. Shida ni wewe usijiite salafi. Sisi bwana ahlul jihad wal qital. Kitu gani kinachokupelekea wewe ujinasibu na madhehebu yako, lakini iwe ni haramu kwa wengine kujinasibu na madhhabi yao? Kitu gani? Sasa mtu aweze kumpitikia kwenye akili yake, sote waislamu, lakini nitakuuliza wewe muislamu gani? Kadiani bora, Shia Ithna Sharia, Tablighi, Sufi, Khurafi. Hivi vitu vipo katika waqi wetu na mazingira yetu, huwezi kuvikwepa ukafumba macho kabisa ukasema kwamba hivi havipo, havina haja. Mwelekeo wako wewe ni upi? Sasa uanze kuleta tafsiri, unajua mimi ni yule muislamu wa 1 2, maelezo marefu. Sema maelezo mafupi yatatosheleza. Mimi ni katika ahli sunnah wal jamaa, mimi ni as-salafi, mimi katika ahli al-hadith wal athar mathalan. Alhasil, nataka kusema kwamba maudhui hii ni maudhui muhimu kuifahamu, kuielewa, lakini tukishaifahamu pia tusifanyie ubakhili. Tunapoielewa tuifikishe kwa watu wengine. Naweza kusema kwa lugha fupi, usalafi wa kweli ni ule uliosimama katika misingi ya kufuata Uislamu safi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kupokewa na maswahaba zake watukufu radhiyallahu anhu, na wale waliofuata baada ya maswahaba, wanafunzi wa maswahaba, na wale waliofuata mwenendo wa hao ambao wamekuja baada ya hao wanafunzi wa maswahaba. Vizazi vile vitatu: kizazi kilichoishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambacho kwa lugha fupi wale wanaitwa maswahaba, na kizazi kilichoishi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawakumdiriki, lakini waliwadiriki wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ni maswahaba. Wao waliwadiriki maswahaba, wakaishi nao, wakasoma kwao, wakajifunza dini, wakaupokea Uislamu kutoka kwao. Hiki ni kizazi cha pili. Alafu kuna kizazi cha tatu, hakikumdiriki yoyote katika wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakumdiriki maswahaba, hawakuwa kukutana na maswahaba, lakini wamekutana na wanafunzi wa maswahaba, wakasoma kwao, wakachukua ilmu kutoka kwao. Kwa hiyo Muislamu yoyote anayeutabikisha Uislamu kiimani na kiibada na matendo na miamala, kwa da'wa, yani ulinganizi, na maisha yake yote kwa ujumla, yoyote anayeishi katika misingi hiyo, basi huyu atakuwa amefuata Uislamu sahihi. Waamua mimi bwana, unaponiambia jambo la imani na i'tiqad, nataka kujua imani hii
na itikadi hii ndiyo ile iliyopokewa na maswahaba kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiyo maswahaba walioifundisha kwa wanafunzi wao, ndiyo waliofundisha wanafunzi wa maswahaba kuwafundisha waliokuja baada yao, ndiyo wewe ukashikamana nayo, ukaiamini imani hiyo na ukashikamana nayo. Ulishikamana na da'wa na mlinganizi wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wao na waliokuja baada yao, basi wewe umeshikamana na Uislamu sahihi. Ibada yako unaabudu, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, iko katika utaratibu huo. Ikiwa naam, basi wewe umeshikamana na njia ya as-salafu salih. Hao ndio wanaitwa as-salafu salih. Lugha fupi ya as-salafu salih ni watangulizi wema. Watangulizi wema. Katika huu Uislamu huu kuna waliotutangulia, kuna watu wema waliotutangulia. Si mtu mmoja, ni makundi ya watu katika kila zama ambao ndio watu bora kabisa. Kwa hiyo Muislamu yoyote katika maisha yake ya leo akiishi kwa hali hiyo tuliyoitaja, ikawa yeye ni muhafidhina wa mafunzo yaliyoachwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maswahaba zake, maswahaba wakayachukua wakayapeleka kwa wanafunzi wao, watu waliokuja baada yao ambao hawakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafunzo yale yakarithiwa na waliokuja baada ya maswahaba kuondoka, wakabaki wale wanafunzi wao na wao wakawasomesha wenzao mafunzo yale kabla mambo hayajaharibika katika umma huu. Basi mafunzo yale yoyote atakayeshikamana nayo anaambiwa ameshikamana na Uislamu safi kabisa. Na nyinyi mwafahamu kwamba Uislamu uwanja wake ni mpana. Uislamu hauishii kwenye itikadi peke yake, wala Uislamu hauishii katika kutekeleza ibada kama kuswali, kutoa zaka au kufunga au kuhiji peke yake. Uislamu ni mfumo mzima wa maisha, unapenya katika kila sehemu katika maisha yetu, na hawa walitutangulia waliishi. Na maadamu waliishi, walikuwepo hapa ulimwenguni, wakaishi na wakayaishi mambo, basi walikabiliana na changamoto mbalimbali zinazowakabili wanadamu katika ulimwengu huu ambao kama sisi. Kwa hiyo katika namna ya kuzitatua changamoto zile na kupambana na matatizo yale yaliyowasibu kwa wakati wao, basi namna ile ile ndio ambayo sisi tunatakiwa tuifuate. Sasa unaweza ukajidai wewe kwamba wafuata as-salaf kiitikadi, lakini muundo wa maisha yako hauko hivyo, uko tofauti, utakuwa umeukhalifu wao. Najaribu kuzungumza kwa lugha nyepesi sana ambayo naamini kwamba itaeleweka kwenu. Kwa hiyo ukitaka kumjua as-salafi, as-salafiyu, yule anayejinasibu na huo usalafi kiukweli, tutamuingiza kwenye mizani, kwa sababu kitabu tunacho Qur'anul Karim, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam si zipo, tunazo. Mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapo, tutawaingiza watu katika mizani. Na si hilo tu, maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka walimuelewa vyema Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwafunza Qur'ani vizuri kabisa, kiasi ambacho ikawa hawazipetuki aya 10 isipokuwa walitaka ufahamu na elimu yake na kuzifanyia kazi, kama anavyoeleza sahaba
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa waliishi wakakutana na matatizo na hali mbalimbali na changamoto mbalimbali. Uislamu wao waliutafsiri vipi? Walitafsiri vipi al-Qur'an? Walitafsiri vipi sunna? Wakaziweka katika uhalisia wa kimaisha. Tafsiri ile ndio tunayohitajia sisi. Tafsiri ile ndiyo tunayohitajia sisi. Na ukiishika tafsiri ile utakuwa wewe umeshikamana na mafundisho ya as-salafu salih. Na uzuri wa jambo hili ni kwamba haya yote tunayoeleza ambayo ni misingi muhimu kabisa katika hii dini yetu yamedhibitiwa kimaandishi. Ukitaka Qur'an ipo, imehifadhiwa. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sunna ndio hadith wala haraj. Hadithi za Mtume SAW alaihi na mafunzo yake yamehifadhiwa vizuri kabisa, yakabainishwa. Hata wale waliojaribu kutunga maneno ya uongo ili wayanasibishe na Mtume SAW ili yawe sheria, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaweka watu maalum katika umma huu waliozihifadhi na kuzilinda sunna za Mtume Muhammad SAW. Bali hata wale wenye matatizo ya kutunga maneno au wenye matatizo ya kiupokezi, wanapokea habari wakikosea wote wamebainishwa kwenye vitabu maalum. Kwa habari zote ziko wazi. Alhamdulillah, hakuna jambo lolote la Uislamu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia kulifikisha kwa umma huu alafu likawa limepotea, halipo. Limehifadhiwa, lipo. Na hivyo hivyo tafsiri na maelezo ya wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayo pia yamelindwa na yamehifadhiwa, yameandikwa kwenye vitabu. Kwa mfano tukitaka kujua mathalan katika ule usalafi wa kweli, da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake ilikuwa katika mfumo gani? Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ulinganizi wake ulijikita kwenye lipi, na utaratibu wake wa kiulinganizi ulikuwaje? Ukimdurusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kiukweli kabisa, utaona kwamba njia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam imejengwa juu ya msingi wa ilmu kwanza. Juu ya msingi wa ilmu kwanza, alafu ndio watu wafuatishie kwenye kulingania. Na wapeni mfano tu katika msingi huu. Sasa unaweza kuyapima baadhi ya makundi. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye katika mfumo wake, kwa mfano, alikuwa akituma watu kwenda kwenye miji kwenda kulingania. Huyu Muadh bin Jabal anatumwa kwamba sasa Muadh nenda Yemen, wewe fulani nenda mahali fulani, nyinyi kundi fulani nendeni mahali fulani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwatoa watu wenye ilmu. Bali Qur'ani ndiyo inatueleza hivyo. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wama ana minal mushrikin. Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa sema, kwa maana uwatangazie Waislamu na wasiokuwa Waislamu wajue kwamba huu ndio mfumo wa dini yangu, hii ndio njia yangu mimi. Uislamu huu ndio njia yangu na ndio mfumo wangu. Mimi ninalingania watu kwa Allah. Siwaombi nyinyi mnifuate mimi ili mnifanye mimi mfalme, munitukuze mimi, muniabudu mimi. Mimi nawalingania watu kwa nani? Kwa Allah. Ni ikhlas hiyo.
nafanya hivi ala basira, kwa elimu na utambuzi, ana wa man ittaba'ani, huu ndio mfumo wangu mimi na wanaonifuata. Inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mfumo wake wa ulinganizi, ukiachilia mbali nia njema, elimu ilikuwa ndio jambo la msingi la kuwalingania watu. bali yasema ma kana almu'minuna liyanfiru kafatan, haiwezekani, haiwi kwa waumini kutoka wote wakatoka katika miji yao. falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, basi kingetoka kikundi kidogo miongoni mwao katika kila kundi kubwa. Mko watu 200, si watoke japokuwa watu 20? Tutoke twende wapi? Sasa angalia maelekezo ya Qur'an, na ndio mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na utawajua ni kina nani wamesimama katika mfumo huu katika zama hizi. Allah anasema liyatafaqahu fi din waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahtadun, waende wakajifunze dini kisha ndio wakawaonye jamaa zao watakaporudi kwao. Huu ndio mfumo. Anayeshika mfumo huu wa kutafuta ilmu kwanza kisha akalinganie, amefuata mfumo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo nia njema yako baki nayo mwenyewe, kwamba wajua sisi tuna ikhlasi, tuna nia njema, tuna hiki, tuna kile, baki na nia yenu njema. Tutazungumza utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii dini. Kwa nini elimu kwanza? Kwa sababu yale unayokwenda kuyalingania ni mambo mazito, yanahitaji ilmu. Wewe unakwenda kulingania tauhid. Angalia Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, anatumwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda Yemen. Anamwambia innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab, Muadh, wewe unakwenda kwa watu katika ahli alkitab, faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza ambalo wewe unatakiwa walinganie ni shahadatu an la ilaha illa Allah. Kalimatu tauhid lazima uisome, ujue maana yake ni nini, nguzo zake ni ngapi, muktadha wake ni upi, shuruti zake ni zipi, vichanguzi vyake ni vipi. Lazima usome, lazima ukae usome ilmu. Wewe utakwenda kuwalingania watu juu ya Qur'an, utakiwa uwe mwalimu. Alimpeleka Mus'ab bin Umair kwenda Madina kabla hajahamia Madina yeye sallallahu alaihi wasallam, aende akaifunze Qur'an. Sasa kama wewe hukusoma Qur'an utafundisha vipi Qur'an? Wewe unakwenda kwa watu, watakiwa waswali. Watu wakikutii katika shahada waambie wao anna Allah faradha alaihim 5 salawat, waambie Allah amewafaradhishia swala 5, ndio wamesilimu. Au ni waislamu wa zamani lakini hawajui swala 5, uwafundishe swala 5 namna alivyoswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukusoma. Sasa ule ukweli wa manhaji salafi hapa ndipo unapodhihiri. Mfumo wowote ulio kinyume na hivi, waambiwa tutoke twende wapi tukalinganie, mimi sijasoma, utajua huko huko. Huo sio mfumo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sio kusema kazi yao kupinga kazi, hapana. Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam watuelekeza kwenye utaratibu huu. Unawezekana ukawa umesoma lakini umefika katika mujtama, watakiwa usomeshe umma ule. Je, waanza kwenye lipi? Njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye alikuwa akianza kwenye tauhid. Hadithi ya Muadh ni ushahidi. Jambo la kwanza ni tauhid, na ndio maana katika aya ile qul hadhihi sabili ad'u ila Allah tauhid ala basira ilm ana wa man ittaba'ani, ndio mfumo
wa kufuata sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم na manhaji ya salaf salih. Wama ana min almushrikin, hii ni tauhid, kwa sababu ni albara'atu min ashirk. Lazima uijue tauhidi na uifundishe tauhidi. Kwa hiyo huu limeutoa kama mfano na uhalisia wa kuionyesha uhalisia wa da'wa salafia. Da'wa salafia ya kweli ni ile iliyojengwa katika misingi hiyo. Swala la tauhidi ni jambo muhimu sana na sio jambo la kupuuzwa. Na da'wa yoyote iliyojenga katika kuipuuza tauhidi au ilmu na mingineyo katika misingi ya da'wa hii ni da'wa zilizo kinyume, hata kama watu wake watajisingizia kwamba wao katika salafia. Sasa nimeeleza kwa ufupi kuhusu usalafi wa kweli. Usalafi wa kweli ni ule uliojengwa katika misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu waliokuwa nao masahaba na tabi'in na wale waliowafuatia wao kwa wema. Ayati ziko nyingi na kila mara tunazitaja na haziwezi kubadilika, ndio hizo hizo na ukweli ndio huo huo. Tutazisoma na kuzikariri mara zote. Allah subhanahu wa ta'ala katika miongoni mwa aya anazotuhimiza kufuata njia ya hao wema waliotangulia. Maana sikutaka kueleza salafi kilugha maana yake nini, si istilahi maana as-salaf ni wale wema waliotutangulia. Sawa? Na manhaji ya salaf ni ule mfumo wa kufuata Uislamu safi aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukapokewa na masahaba, kisha waliokuja baada yao, kisha waliokuja baada yao. Ukishikamana na njia hiyo, basi salama, uwe salama kiitikadi na imani, kiibada na matendo, kimiamala, da'wa na mengineyo. Kwa hiyo ina maana inatakiwa wewe ujifunze, ujue njia ya hawa wema ilikuwaje. Kwa hiyo akijitokeza mtu akajinasibu na njia hiyo, wewe ushajua kwamba huyu ni muongo, amekhalifu katika hili. Huyu ni muongo, si mkweli. Kwa nini? Kwa sababu kuna msingi fulani katika misingi muhimu ameikhalifu. Kwa mfano, labda niwapigie mfano mwingine. Msingi wa Muislamu dhidi ya mtu mpotoshaji, muamala wake na yule anayepotosha katika dini, mathalan mzushi anazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ambayo hakuyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mzushi, amenasibishwa kwa uzushi katika mambo mbalimbali, yani kwa maana kwamba analeta vitu ambavyo si katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi waislamu tujinasibu na Uislamu wa kweli, tunatakiwa tuwe na muamala gani na mtu huyo? Kwenye hili ndipo wanapoteleza na kuanguka watu wengi, wanakhalifu njia ya masahaba. Wewe isome, mimi nitakurejesha tu haraka haraka, kama nyinyi ni wasomaji wa kufuatilia mambo ya dini yenu, hebu isomeni hadithi ya kwanza kabisa, hadithi ya mwanzo kabisa kwenye kitabu cha Imam Muslim. Na walillahi alhamdu, siku hizi vitabu ukitaka vya Kiingereza utavipata, vya Kiswahili utavipata, lakini isomeni hadithi ya mwanzo kabisa maarufu, hadithi ya Jibril. Pale Jibril alipokuja kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwa sura ya mtu mgeni asiyejulikana, akamuuliza kuhusu maratibu za dini, akamuuliza kuhusu Uislamu na imani na ihsan. Sasa ile hadithi katika Sahih Muslim imetajwa na kile kisa chake. Msomeni sahaba Abdullah ibn Umar msimamo wake, ambao ndio msimamo uliofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhidi ya wazushi. Vitabu vingine viko mbali zaidi, vingine viko mbali ya upeo wenu, lakini mkiwasoma masahaba kina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, namna walivyokuwa wakitaamali na wazushi waliozua katika dini hii, iwe ni katika mambo ya kiitikadi au katika mambo ya ibada. Mzushi katika aina yote aleta jambo ambalo halipo katika dini hii,
hakulifunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba walikuwa na msimamo upi juu ya mzushi? Kwa ufupi ni kwamba maswahaba walikuwa ni wakali dhidi ya wazushi, na walikuwa wakiwahama na kuwakimbia wazushi na wakiwatahadharisha watu. Na hiyo ndio njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanaostahili kupewa udhuru watapewa udhuru kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya ta'wili na mingineyo, lakini uzushi lazima utahadharishwe, na wale wanaokusudia makusudi kuwapotosha watu wakitahadharishwa, na wale wanaotetea wazushi wakitahadharishwa pia na wao. Hii ndio njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya maswahaba zake. Sidhani kwa maswahaba walijitungia wenyewe utaratibu. Nisiende mbali na maudhui yangu, nataka nirudi tena baada ya kuarifisha au kutoa maelezo ni nini usalafi wa kweli, ni upi usalafi wa kweli. Baada ya kulieleza hilo kwa lugha nyepesi, maana nilikuwa nisome maneno taarifu, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, kama ninavyofanya mara nyingi. Leo nimeamua nipite katika njia ya mkato, nimeeleza tu Kiswahili moja kwa moja, na naamini kwamba nimeeleweka katika hilo. Lakini kuna fadhila kubwa katika kuwafuata hao as-salafu salih. Hiki ni kipengele cha pili katika maudhui ya leo, na fadhila ziko wazi katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. na wale wa mwanzo wale waliotangulia ambao ni muhajirina na ansar, masahaba wahamiaji waliohama kutoka miji yao kwenda Madina kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale watetezi waliompokea Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakawakaribisha wageni katika mji wa Madina, na wale waliowafuatia wao kwa wema, walladhina tabauhum biihsan. Fadhila zao ni zipi? radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye au watamridhia yeye subhanahu wa ta'ala. Na Allah amewaandalia wao pepo zinazopita chini yake mito, wataishi humo milele, na huko ndio kufaulu kukubwa. Kwa hiyo katika fadhila kubwa zinazopatikana ni sisi kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa tumefuata njia ya watu hao. Katika neno walladhina tabauhum biihsan, hapo ndipo tunapopata upenyo na sisi kuingia, kwa sababu hatukuwa katika muhajirin wala katika ansar. Lakini tukiwafuata wao kwa wema, tukashika njia yao na mwenendo wao, bila ya shaka na sisi tutaingia katika yale yaliyoahidiwa hapo mbele. Na hiyo haijalishi kwamba nyinyi mmekuja baada ya karne ngapi, baada ya miaka mingapi, haijalishi. Maadamu mmeamua kufuata mwenendo wa wale, basi fadhila mtazipata zilizoahidiwa hapo mbele. Kwa hiyo hii ni fadhila kubwa na sio fadhila ndogo. Kufuata mwenendo wa watu hawa ni sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu, ni sababu ya kuingia katika aljanna, bali ndiyo salama ya watu kusalimika na matatizo yote katika dini yetu hapa duniani na kesho akhera. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maneno yake yaliyopokewa kutoka kwake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipokuwa akiwaelezea waislamu na kuwahusia, akawaambia waman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yoyote atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona tofauti nyingi. Fa alaykum bisunnati
wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, lazimianeni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa, shikamaneni nao huo. Hiyo ndio dawa ya mifarakano. Yani haitatosha wewe kusema mbele za watu, ndugu waislamu tuacheni farqa, tuwe kitu kimoja. Hii haisaidii. Sababu zinazopelekea kutufarakanisha ni zipi? Kama ikiwa sababu ni kuyaacha mafunzo ya Qur'ani na Sunna na mwenendo uliotangulia kwa wema, farqa haitaacha kuweko na itatutesa mpaka turudi katika njia. Tukirudi katika njia, Allah subhanahu wa ta'ala ili mifarakano ataiondosha. Lakini sio wewe umengangania jambo lako la kizushi, utaki kuliachia, wataka sisi tukufuate wewe, kwamba tukufuate, tukuache nalo hivyo hivyo na tunguri lako na hirizi lako, tukufuate hivyo. Haiwezekani. Acha hilo, tukae pamoja. Tumeambiwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote. Wewe utakana tuende kwenye kamba tuishike, sio tukufuate wewe. Kwa ufumbuzi wa matatizo yetu na fadhila zake kwenye kushikamana na njia hii ni katika fadhila hizo. Shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa baada yangu, na tahadharini. Akatoa tahadhari pale. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maelezo yake mazuri kabisa ameweka wazi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, kwamba amesema ala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qama fina faqal, fahamuni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kwetu. Siku moja alisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 firqa, fahamuni kuwa waliokuwa kabla yenu katika ahli alkitabi mayahudi na manasara walifarikiana wakafikia kwenye makundi 72. Wa inna hadhihi almilla, hakika mila hii, dini hii na mfumo huu niliokuja nao mimi, watu wake sataftariku ala 73 firqa, watafarikiana katika makundi 73. Hizi ndio usuli za yale makundi, hata wakafika hata 100, makundi 100, makundi 1000, lakini ukirejesha hili limetoka hapa, hili limetoka hapa, kwa mgawanyo wake utafikia makundi 73. 72 fi an-nar, makundi 72 yataingia motoni, wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jamaa, na moja litakuwa katika aljanna, nalo ni kundi la aljamaa. Hapa ndipo jamaa wengi wanaolalamika kuilalamikia da'wa salafia na walinganizi wake wanaposhikilia, hawa jamaa wana red card, wanamuingiza peponi wanemtaka, wanamtoa wanemtaka. Uongo. Haya ni maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hata siku moja hutamsikia mlinganizi anayelingania kwenye da'wa salafia mwenye ilmu na maarifa juu ya da'wa salafia akamhukumu mtu fulani kwamba huyo ni mtu wa motoni katika Uislamu, kwamba wewe fulani utakwenda motoni na wewe fulani mtu wa peponi. Haya mambo ya kuingiza watu peponi kirejareja wanayo masufi, wanayo hizbiyun. Ahli sunna wal jamaa wanajua jambo hili. Huwezi kukata kauli moja kwa moja kwamba fulani yuko kwenye pepo yako ya babako, fulani motoni, moto wako, moto wa babako, hairuhusiwi. Lakini wao ndio wanasema. Ndio maana Imam al-Bukhari katika sahihi yake ukifungua utaona babun la yuqalu fulanun shahid. Imam Bukhari katika sahihi yake, huu ni mlango unaozungumzia kwamba haifai kusema fulani ni shahidi, ukakata kauli kabisa, kwa sababu ukisema shahidi kwamba huyo uko peponi. Shahidi atakuwa yule ambaye tayari ameshuhudiliwa na wahi. Mtume صلى الله عليه وسلم akawataja kwamba hawa ni shuhada, kama shuhada Uhud, shuhada Badr, kwamba wale watu wa Badr wale watakwenda peponi. Hayo yamesemwa na Mtume صلى الله عليه وسلم, na Mtume صلى الله عليه وسلم asema kwa wahi, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Lakini wewe jamaa yako tukapigana hapo kauliwa unasema shahidi yule, la, haifai. Sasa wao wanasema ash-shahidu sayyidu qutb. Mmetoa wapi? Haifai. Kwa hiyo ndio waingiza watu peponi bila kibali cha kisheria. Haifai kumkatia kauli mtu fulani kwamba huyo yuko peponi ila yule ambaye Qur'ani au Sunna imethibitisha kwamba yeye yuko peponi. Ama kwa ujumla, sisi tunasema kwa ujumla waislamu watakwenda peponi. Lakini fulani bin fulani huyo atakwenda peponi, mpaka sufi mmoja afike kusema tukienda huko kama sikumkuta peponi huyu basi nitafanya fujo. Hamjawasikia mashaikh wanasema hivyo? At-ta'alli ala Allah jambo halifai. Lakini wapo mashaikh wanaosema hivyo wazi kabisa, na kukata kauli ya kwamba fulani motoni. Hili ni jambo la kimakosa. Usiseme fulani atakwenda motoni, wala haifai kusema fulani bin fulani huyu fulani laanahu Allah. Haifai. Wanaharakati ndio maneno yao haya. Haifai. As-salafiyun na duati wake walinganizi hawana manhaji hiyo. Kwa hiyo ukitazama utakuta wao ndio wenye manhaji hizo za kuwaingiza watu motoni na kuwatoa, na kuwaingiza watu peponi na kuwatoa vile wanavyotaka wao. Sisi hatuna red card. Tunazungumza kwa ujumla, anayefanya jambo fulani atastahili kwenda motoni, atakayefanya jambo fulani atastahili kwenda peponi. Lakini fulani bin fulani kwamba huyu ni peponi au motoni, huna kibali hicho. Usimkatie mtu kauli. Tutaweza kulani matendo na ujumla, Allah amlani mwenye kula riba, Allah amlani kadha, lakini sasa ndio huyu hapa huruhusi kusema kwamba huyu Allah amlani, maluuni wewe. Haifai. Umeelewa? Muislamu zako huyu hapa kwamba wewe kafiri wewe, haifai. Hizo ni maslaki za kikhawariji hizo za kuwatoa watu kwenye Uislamu. Hawa wanafiki hawa masalafi wanafiki hawa makafiri haifai, sio sawa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo tunapozisoma hadithi hizi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, makundi katika umma huu wa Muhammad, watu watagawanyika kwenye makundi 73. Kundi moja litakwenda peponi na makundi 72 yatakwenda motoni. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayafutiki ngo. Piga kelele utakapopiga, lakini hatafutika. Wewe ni kujitafuta tu umo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya alipoulizwa ni kina nani, akasema ma ana alayhi yawma wa ashabi, ni lile kundi ambalo liko katika ile hali ambayo mimi leo niko kwenye hali hiyo na maswahaba zangu. Sasa usibaki kulalamika, fanya juhudi za kuwa katika hali ile. Lakini ukitoka katika hali hiyo uko kwenye hatari. Na pia ifahamike ya kwamba si kila aliyeambiwa atakwenda motoni basi mkafiri. Ule moto pia wataingia almuwahhidun, nasallallahu alaihi wasallam, naudhu billahi minan nar. Na jambo kubwa kama wanavyosema wanawazuoni, katika jambo kubwa litakalowaingiza watu wa tauhidi kwenye moto ni haki za waja, huququn nas, huququl ibad. Wewe kweli ni mtu wa tauhidi, waswali, wafunga, lakini hukuku, haki za watu ni katika vitu vitakavyoingiza watu wengi motoni. Haina maana kwamba huyu atakayeingia motoni kashakuwa kafiri, la. Katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa, uwezekano wa mtu muwahhid mwenye tauhidi, mwenye kuswali swala 5, mwenye kufunga Ramadhani na akatoa zaka, akahiji Makka, inawezekana akaingia motoni na yeye, wal iyadhu billah, kwa kiasi cha makosa aliyoyafanya. Sasa yapo katika makundi hayo ni makundi ya watu wa tauhid, lakini wamekhalifu njia kwa sababu ya bid'a zao, wakastahiki kuingia motoni. Kwa sababu ya maasi yao wakastahiki kuingia motoni. Kwa hiyo umma huu utagawanyika katika makundi hayo. Sisi tunatakiwa tutafute salama ya kupambania watu sasa warudi katika ile njia ya sawa sawa. Ndio juhudi tunayoifanya, kwamba watu wasife ile waislamu wa kweli, waislamu walioshikamana na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya maswahaba zake. Hiyo ndio juhudi kubwa tunayopambana nayo katika umma huu. Aqida sahiha na imani ya kweli, al-amalu salih na miamala iliyonyooka ya kisawa sawa,
na watu kubaki katika taa na kuacha maasi. Hilo ndilo ambalo sisi tunalipigania na ndio da'wa iliyo sawa. Kinyume cha hivyo ni kutafuta maangamivu. Naona wakati al-adhan pia ushapita, paadhiniwe. Nitakuja na usulubu mwingine kidogo baada al-adhan. Naam. Kumalizia muhadhara wetu wa leo kwenye kipengele cha 3 cha uwajibu wa kuifuata manhaji salaf salih. Nitasema kwa ufupi kwanza kwamba ni wajibu juu yetu kuifuata njia hii, na njia hii haina mbadala, kwa hiyo hakuna khiari. Kwa lazima mimi nifuate manhaji ya salaf bwana? Kwani nikiwa muislamu wa kawaida tu sitakwenda peponi? Swali litakuja, hiyo kawaida unayokusudia wewe ni ipi? Kwamba muislamu wa kawaida tu, muislamu wa kawaida ni yupi? Kaa utafakari vizuri neno hili kwamba muislamu wa kawaida. Kwani lazima mimi nifuate salafi bwana? Kwani ikiwa muislamu wa kawaida tu, kwa sababu salafi sio muislamu wa kawaida, sio? Sasa kaa utafakari maneno yako, uyapime, uyaweke kwenye mizani, alafu uangalie uzito unachokisema kiko katika sheria. Wewe Uislamu wa kawaida unaokusudia wewe ni upi? Sasa Uislamu wa kawaida ni ule wenye wasati, ambao ni Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna ghulu, hakuna uzembe ndani yake, ni ule Uislamu wa sawa sawa ambao ndio Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Wewe uonaje Uislamu? Je, wao walikuwa Uislamu wao ni wa kawaida au ni kituko kwako? Lakini ule Uislamu uliokuta nao baba zako na babu zako ndio waona wa kawaida, sio? Ule wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, ule ni Uislamu wa kituko, wa kimaajabu. Tafakari maneno unayozungumza na maamuzi unayotaka kuyafanya, kwa sababu utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini lugha ya ufupi kabisa, hakuna mbadala wa manhaji hii, mfumo huu. Hakuna njia mbadala wala hakuna khiari kwako ya kuchagua kwamba ima nichague huku au huku. Ni lazima kufuata njia aliyoiweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana ilipokuja kwenye Al-Qur'an, kwenye sura Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala katika maelezo mengi kisha akasema, akiambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambie, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kwanza kipengele hiki waambia watu kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa maneno haya, na ndiyo anayotusemea, na yapo ndani ya Qur'an. Na wala msizifuate njia nyingine. Kuna njia nyingi, msizifuate hizo. Zitawafarikisheni nyinyi, zitawagaweni nyinyi, na matokeo yake mtaiacha njia yake. Hivyo ndivyo mnavyoamrishwa. Wasia kwa maana ya amri, hiyo ni amri. Dhalikum wasaakum bih, hivyo ndivyo mnavyoamriwa, hivyo mnavyohusiwa kwamba mfanye. Hakuna kukata shauri, ni kufuata. Kwa ni wajibu. Sasa ili kulifafanua zaidi suala hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa na maswahaba zake akachora mstari mpana mrefu, khattan tawila, akachora mstari. Alipouchora mstari ule akawaambia, hadha sabili, huu mstari mnaoona hapa ndio njia yangu. Njia yangu iko hivi, imenyooka kama rula au zaidi.
hii ndiyo njia yangu. Kisha akachora pembezoni ya mstari ule, akachora mistari mingine midogo midogo. Hii njia kubwa, alafu njia pana, kisha akachora mistari midogo midogo pembeni, kuliani na kushotoni. Pale ilipokuja wala tattabi'u subula, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hadhihi subul, hizi ndio zile njia ndogo ndogo zilizotajwa. Wa ala kulli sabilin minha shaytan, katika kila kipengele, kile kichochoro kimoja, kila njia moja, juu yake kuna shetani. Kwa njia ya kuifuata ni njia aliyotuchorea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni wajibu juu yetu kuifuata, sio khiari. Anayeona kwamba ni khiari bado hajaelewa dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, almanhaj as-salafi, mfumo na njia ya kisalafi, si madai kwamba kila mmoja anaweza kujidai mimi salafi. Sio kujidai na kujinasibu na kujibandika jina tu. Tunatakiwa tuwe wa kweli katika kuichukua njia hii na kuifanya ndio maisha yetu, kiimani na itikadi, kadhalika kimatendo na amali, bali hata kiulinganizi. Na hii ndio njia ya haki, na nyingine yoyote itakuwa ni batili. Tusitake kuchagua baadhi tukayaacha mingine. Ni Uislamu kamili. Na ninaposema maneno haya, mtu asije akafikiria kwamba ukishakuwa wewe ni mfuasi wa madhhabi ya salafi basi tayari ushakuwa maasum min adh-dhunub, kwamba wewe sasa umeshakingwa na makosa, hukosei tena. Sio maana yake, sio maana hiyo, kwamba mtu sasa ataka kutaharize wewe kwa sababu ya kosa fulani ulifanya. Sio maana yake, lakini tuzungumza kwa ile maana ya ujumla. Ukisoma maisha ya Mtume صلى الله عليه وسلم na maswahaba zake utaona kwamba si maana yake. Ukisoma maisha ya salafu salih utaona kwamba sio maana yake. Na hakuna mtu ametolewa katika sunna kwa sababu ya kosa fulani alilolifanya, bali ni kwa mfumo fulani aliofuata, ima katika mambo ya imani na itikadi au katika mambo ya ibada. Tayari kashafanya ni mfumo wake, sio kosa fulani alilolifanya mtu fulani. Sasa utofautishe baina ya hili kuwa ni kosa la mtu fulani kalifanya, kakosea mahali fulani, na kuwa huo ndio mfumo wake yeye na watu wake. Mfumo wao uko hivyo, mfumo wao katika kuamiliana na watu wa bid'a uko hivyo, mfumo wao katika kuamiliana na watawala wao uko hivyo. Na nielewa anachokisema, unazungumza kimafumbo zaidi. Mtu akasema sasa sahaba fulani alikosea kwenye jambo fulani, au fulani alifanya hivi lakini maswahaba hawakumtoa. Fulani hivi lakini maswahaba hawakumtoa. Kama utaratibu ndio atoki mtu. Sawa, hakuna mtu atakayetoka, watu wote watakuwa sana, watu wote watakuwa Waislamu. Tunaangalia mfumo wako ni upi. Sawa, sisi tunajua kweli umekosea au fulani kakosea, bwana hili lolifanya unajua kwamba hili ni kosa. Tusikilize utetezi wako. Sasa ule utetezi wako ndio utakoujifanya kutuambia umo au haumo. Umeelewa? Tuna mmoja siku moja alitoa mfano, na tuzungumza ni katika suala la mtu namna anavyojitetea wakati anapokosea. Kwa mfano, labda nichukulie mfano,
kwa nini wewe umekunywa pombe? Hii si pombe hii. Hapana bwana, mimi unajua nilijua hii ni togwa. Unajua togwa? Mimi nilijua huu ni uji. Sikujua kama ni pombe. Basi bwana, kama ukujua afallahu anka. Haina neno, sio? Lakini mwingine akwambia kwani pombe ina ubaya gani? Yaani majibu mawili tofauti, wote wamekunywa. Kuna ndugu yetu mmoja alikuwa atu mfano asema mtu mathalan kuna bwana mmoja alimgusa mwenzake hivi ni makalio yake. Alafu alipomgusa, wewe wana vipi bwana? Samahani bwana, nilijua mke wangu. Unaonaje udhuru huo? Udhuru na sababu aliyotoa ni mbaya zaidi kuliko kosa alilofanya. Ndio wa mashekhe hao wanaotetea bid'a na uhizbia. Watakutetea jambo ambaye bwana sio kama mtu mtoa tu. Kwani yeye aelezaje katika kutoa udhuru wake? Yeye asemaje? Kosa umelifanya, hili ni kosa. Ukikuta salaf, mbona umefanya makosa? Wallahi mimi sikujua, nilitatizika katika jambo hili. Sikujua, mimi nilikuwa nafahamu kuna 1 2 3, lakini msingi kweli wa dawa salafia jambo hili halifai. Kutaamali na watu wa bid'a, mimi sikufikiria jambo hili kwamba kuna hivi na hivi na hivi. Allah nisamehe makosa. Lakini mwingine anakuambia kwani kuna ubaya gani bwana? Sisi sote waislamu bwana. Ikhtilafu ziko tanzi za mtume sallallahu alayhi wasallam kuweko bwana. Waliambiwa kaswali kwa Bani Quraidha bwana. Asiswali yoyote al-asr isipokuwa kwa Bani Quraidha bwana. Wengine wakaswali njiani lakini hawakutoana. Huyu mzushi. Harufu yatoka ya uzushi kupitia maneno yake. Mnaelewa ninachokisema? Kwa hiyo turudi katika maudhui yetu. Nimetaka kusema nini hapa? Kama mko hadhir, nimetaka kusema kitu gani mpaka nimesema maneno haya? Naam. Hata ukikaa pia sema kwa sauti tu. Nataka kusema nini? Sijakaa nasema peke yangu. Kimfumo. Haupo mwenyeelewa. Asante. Wewe umenielewa vizuri zaidi tena. Jazakallahu khairan. Lazima tutofautishe baina ya vitu hivi. Wewe mfumo wako upi katika kuelekea makosa? Kosa ni kosa au lile ulifanya si kosa? Kwa hiyo kuna watu wana mifumo hata kama ulichokifanya ni kitu kidogo. Angalia wanawazuoni, kuna mwanachuoni mmoja nadhani Imam Ibn Kathir, nimeweka mpaka mstari sikumbuki juzu ya ngapi katika al-Bidayah wa Nihaya. Kuna bwana mmoja katika Ahlus Sunnah wal Jamaa alimpa mwenzake mswaki. Bwana piga mswaki huu ni sunna. Akauchukua ile mswaki akasema mimi mswaki huu nitaupiga, akaeka katika tupu yake ya nyuma kwamba nitapiga huko mswaki nini bwana? Yani kudharau sunna ya kupiga mswaki tu, lakini yeye amechukulia kwa kejeli na dharau. Msomeni Ibn Kathir, yule bwana alipatwa na nini? Nani anajua? Niwe kueleza hapa zaidi ya mara moja. Nani anakumbuka? Na kwenda kiushirikishi kidogo, yani nashirikisha watu. Nani anakumbuka? Nasema kwa nguvu watu wasikie. Njoo shika. Hawajasikia. Njoo hapa. Alifanyaje yule bwana? Alipata ujauzito na akajifungua. Mtoto anafanya na panya hivi. Kazaji Jurudhan ni panya buku. Mwambie panya buku hii. Kazi ya kufungua mashimo huko vioni na wapi. Kwa yule akadharau hii mimi nitafanya hivi. Allah akajalia akapata mimba. Akazaa na huko amezaa panya. Alafu baada ya siku 3 akafa. Kwa sababu ya kukhalifu na kuikejeli sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo dogo unaweza kuliona hili ni dogo, lakini tukusikiliza wewe wasemaje? Wewe wachukulia hii sunna ndefu kama fagio. Wakufuru kutoka kwenye Uislamu. Sio kwamba wewe
wao kwamba bwana sasa umekuwa bid'a, sasa ushakufuru. Kwa sababu gani? Umeifanya istihzai sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ikiwa wewe ndio mfumo wako huo katika kuamiliana bid'a na kuyatolea ufafanuzi matukio ni kinyume na njia ya as-salafu salih, wajitoa mwenyewe kwenye njia yako. Kwa ni lazima sisi tubaki katika njia, tuifuate njia ya salafu salih, ni wajibu juu yetu. Lau kama si kuchunga muda na kufuata miongozo iliyowekwa, basi ningeendelea zaidi ya hapa. Maudhui hii ni maudhui pana, maudhui kubwa. Nimeamua kupita njia hii kwa sababu hii maudhui, ili mtu azungumze kwa wasaa wake vizuri kabisa, kwa mtiririko wake, itakiwa anze baada ya asr. Lakini ratiba zilivyo, mtasikiliza darasa nyingine huko siku nyingine katika mihadhara yetu mingine. Tunatakiwa tuzungumze kitu kwa ufupi kabisa, na ufupi wenyewe ndio huu. Wa ila kuna mambo mengi. Kwa nini sasa sisi tumejitokeza na kuilingania da'wa hii? Kama kuna watu wanasema kwamba sisi tulikuwepo tangu zamani tukilingania salafia, sawa, lakini tunataka kuiona ile salafia ya kweli. Ndio hiyo hakika ya manhaji ya salafu, ndio hiyo au ni madai tu? Mifumo yenu nyinyi na watawala wenu, mifumo yenu nyinyi na maduati wanaolingania kwenye sunna na nje ya sunna, ahlul bid'ah wal ahwa, mifumo yenu na jamaa za takfiri, nyinyi mna msimamo gani kuhusu makhawarij na jamaa za takfiri? Misimamo yenu ni ipi? Kauli zenu ni zipi? Mwasemaje kuhusu mambo ya maandamano na migomo? Msimamo wenu ni upi? Mwasemaje kuhusu watawala? Mwasemaje kuhusu maulama waliosimama katika njia ya sawa, njia ya haki? Msimamo wenu ni upi kwa wanaozuoni na walinganizi wa bid'a? Msimamo wenu ni upi? Jibainisheni. Mkijibainisha watu watawafahamu, sababu dawa iko wazi, na sio masala ya kulalamika na kudai tutapewa red card, hakuna kutoa red card. Sisi ni nyinyi wenyewe mwajitoa katika njia. Mwasemaje nyinyi kuhusu watawala? Awe mtawala mathalan ni Muislamu katika nchi ya Kiislamu, msimamo wenu ni upi? Mtawala wa Kiislamu katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, msimamo wenu ni upi? Mtawala asiyekuwa Muislamu katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, msimamo wenu ni upi? Mtawala katika nchi ambayo Waislamu wana uhuru wa kuabudu na kufanya mambo yao, msimamo wenu ni upi? Watawala na mfumo ya kinchi ambayo Waislamu katika nchi hiyo hawana uhuru wa kueneza dini yao, msimamo wenu ni upi? Bainisheni msimamo wenu, bayinu lana misimamo yenu nyinyi kuhusu maandamano na migomo. Sisi dawa salafia tangu wakati huo huko nyuma tuzungumza mambo ya maandamano na migomo ni vitu visivyofaa, lakini kuna makundi jinasibisha na sunna ilikuwa ndio mifumo yao, maandamano na migomo. Maandamano na migomo ya sensa ilipita hapa, na watu wanajinasibisha kuwa ni watu wa sunna, lakini wana kigeugeu, leo wasema hivi, leo wasema hivi. Lakini dawa salafia imesimama katika msimamo wake ule haubadiliki. Na kauli zipi juu ya watu wa bid'a hao, mnataamali nao vipi na mnaishi nao vipi? Mtu yuko na makhawarij na firaku nyingine, mashia au maibadhi ndio wenzake, nyinyi mtaamali naye vipi? Mwamchukuliaje mtu huyu? Wasemaje? Kauli yenu ipi? Bainisheni. Unanielewa ninachosema? Si kudai tu. Sasa hao kazi yao kulalamika tu. Kuna baadhi ya watu kazi yao kulalamika tu. Sisi tangu zamani salafia tangu zamani bwana. Sawa, kama wewe ni dai, ni mlinganizi wa da'wa salafia, alhamdulillah, khair, bainisha msimamo wako kwa watu. Lakini talbisi katika dini ni kitu kisichofaa. Kwa ufupi namalizia maudhui yangu kwa kusema hivi. Nimezungumza mambo matatu. Katika mazungumzo yote haya nimezungumza nukta tatu. Nimejaribu kuelezea as-salafi ni kina nani. Hiyo chukua nukta hizo. As-salafi ni kina nani? Masalaf, as-salafiyun, na kuna as-salaf wenye kujinasibisha na as-salaf, alafu kuna hao salafu wenyewe. Sasa as-salafu ni maswahaba na wanafunzi wa maswahaba ambao wanaitwa tabi'in, na wanafunzi wa maswahaba atba'u tabi'in, na wale watu walioishi ndani ya zile karne tatu bora, hao wanaitwa as-salafu salih. Sisi tunaojinasibu na wale ni as-salafiyun,
ni wafuasi wa wale salaf, na hakuna vibaya kujinasilisha na hilo. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni fadhila za watu kushikamana na njia hii. Katika fadhila kubwa ni kupata ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwapa wale waliotutangulia. Ni radhi, kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sisi tutawafuata wale, tutapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia itakuwa ni sababu ya kuingia katika aljanna. Nasallallahu ta'ala alfirdaus al'ala. Kwa hizi katika fadhila, na aya zilizokuja na hadithi zilizokuja kutaja fadhila ni nyingi, nikataja kidogo tu. Lakini jambo jingine ni uwajibu na ulazima wa sisi kufuata njia hiyo, hakuna khiari. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kwa mtu akwambia kuna kikundi Hizbu Salafi, ni mtu anapaparika, hana cha kusema. Lakini sisi tunasema huu ni mfumo wa maisha yetu ya kidini na dunia, tunataka tuishi katika hali hiyo. Tukienda na hali hizo na mfumo huo, basi tutasalimika sisi. Wengine kwamba watakuja sasa, kama nyinyi mfuata salafi, maswahaba walikuwa wakipanda punda. Huyu ni mjinga wa kwanza. Sawa? Mjinga wa kwanza huyo, atakiwa aeleweshwe. Mnaelewa sijui? Hajajua dini huyu, muhurumieni, atakiwa aeleweshwe. Hao ni kama wale wanaosema sasa, kama hii bid'a, mbona mafeni msikitini, makapeti, mbona mapanda ndege kwenda hija? Huyu yuko mbali katika usingizi mzito, mbali hata kama kasoma, mbali kabisa, hajajua watu wanazungumza kitu gani. Ni kama vile watu wanazungumza mazungumzo ya maana afu kukurupuka, alafu tutakuchangia hapo hapo. Watu wako wadi wa anta fi wadin akhar. Ndio huyu sasa azungumza vitu havipo kabisa, havihusiani, lakini kwa sababu hajaelewa, ni mtu wa kumhurumia. Hata ukimwona amevaa kilemba kikubwa sana, kilemba si vazi tu, siweza kwenda Uturuki na ukanunua kilemba la Uturuki lile kubwa hivi, kama umevaa watermelon hapa kichwani, umevaa kama umevaa nini, umevaa tikiti kubwa, si umevaa tu na joho lako, kwani kuna shida gani? Mavazi ni kuvaa ni kitu kingine na elimu ni kitu kingine. Kwa hiyo katika fadhila zinazopatikana ndani yake katika uwajibu ni uwajibu wa kufuata manhaji hii na njia hii ya salafu salih. Kwa mtu asije kukubaisha, mbona mpandi punda, mbona mfanyi hivi, huyo hajaelewa, atakiwa akae chini asome. Kwa hiyo inshallah katika muhadhara tutakaofuatia kuna baadhi ya vipengele naona kama havikuelezwa hapa, lakini mimi nitakuja kuvieleza inshallah katika muhadhara wa kesho. Nazo zile ni da'aim za da'wa salafia, misingi ambayo imejengwa juu yake da'wa salafia. Lakini pia nitakuja kueleza hatari ya watu kuikhalifu njia hii na matokeo yake, matokeo ya watu kuikhalifu njia hii. Tusitarajie kheri panapotokea mukhalafa, ukiukwaji wa njia hii. Tusitarajie kheri, tutarajie shari juu ya shari kwa ukiukwaji wa njia hii. Tutalaumiana, tutaonyeshana vidole, lakini maadamu tumeikiuka njia hii, tusitarajie kheri yoyote, na kheri iko kwenye kuifuata njia hii. Lakini pia insha Allah katika muhadhara wa kesho tutajaribu kuelezea maulama wetu waliosimama katika njia hii, hasa katika zama hizi. Wa ila tunaweza kueleza mtiririko maulama tangu karne hizo, kwa sababu wanaozuoni wametaja, kina Abu Hatim Ar-Razi wametaja kwenye vitabu vyao, kwenye kipindi hiki alikuwepo fulani na fulani na fulani na fulani na fulani katika mji fulani na mji fulani na mji fulani, kisha wakaja wakina fulani katika mji fulani na mji fulani. Ametaja mpaka wakati wake, wakaja wengine wakataja kutoka pale mpaka wakati wao, lakini mambo yote yametajwa kwenye vitabu. Sasa sisi tutakatutaje katika hizi zama zetu tu maulama wetu waliosimama katika njia ya haki, na namna watu wa batili wanavyopiga vita kwa dhulma na uadui na mingineyo. Inshallah tutakufuatia baada ya hapo. Kwa nyinyi shikeni na chukueni haya mambo matatu niliyowatajia,
nayo ni nini manhaji salaf, au salaf ni kina nani, usalafu wa kweli ni upi, fadhila za kufuata manhaji hii pamoja na uwajibu wa kufuata manhaji hii na njia. Kisha manhaji inakusudia mfumo na njia. Naomba kuishia hapa, basi kutakuwa kuna utaratibu wa kujibu maswali. Nasema kuna baadhi ya mikhalafa wao wameiacha, kama vile kugomea sensa. Tushaacha mambo yale, kwa mtusamee, ndio sisi masalafi. Sasa wamuomba msamaha nani? Wanamuomba msamaha nani? Kwani sisi ni kama kule madhabahuni kwamba ukishafanya makosa ukaungame kwa fulani na fulani? Sisi wakati wa ile sensa tulisimama kwenye mimbar na majukwaa mbalimbali tukiwatahadharisha kwamba hiyo maslaki tunayokwenda nayo ya kukhalifiana viongozi wa nchi dhahiri shahir ni njia ya kipotofu, sio njia sawa. Mwaweza kuwafikishia, wafikishieni, lakini kusema kwenye mimbar na kufanya migomo na kadha na hii si jambo la sawa. Tukapigwa vita, magazeti yao yakaandika, wakatoa kwenye maridio, watupiga vita sisi. Hao vibaraka wa Marekani hao, wametumwa na Wayahudi hao, Mossad, walipwa kutoka Marekani. Mpaka tukasema basi kama Marekani waamrisha watu wasome dini, ikawa watu kazi yao kusomeshana dini na kuamrisha wanawake wao vae hijab na kuiweka mbali na mambo ya shubha, basi watakuwa wao ndio wenye Uislamu wa kweli. Basi wafaa. Lakini hayo maneno tumwatuambia sisi ya kidhulma, hakuna ukweli huo. Lakini wakatutumu, wakatusema kweli, lakini sasa tukurudi nyuma, wanaonyesha kwamba ile njia waliyotumia ilikuwa si sawa, njia ya migomo na hii njia za maandamano. Wao sera yao hasa ni migomo na maandamano. Tunajua haya mambo wameyatoa wapi, kwa sababu huu ndio mfumo wa dawa ya Ikhwanul Muslimin dunia nzima. Tangu ilipoasisiwa Muslim Brotherhood, mfumo wao ni hivyo. Kwa hiyo mfumo ule umeathiri katika vikundi mbalimbali katika kila nchi. Kwa hiyo wao hawakuingia kule bahati mbaya, wameingia kimkakati na kimfumo. Sasa sisi tuwatahadharisha watu, huo ni mfumo wa Ikhwanul Muslimin, si sawa. Sasa wasiseme kwamba wameacha mambo ya sensa, waseme wameuacha uikhwani, usururi wameuacha, wamerudi katika njia sawa. Wazungumze kwa Waislamu, wabainishe kwamba jamani, ile njia na ile maslaki sio sawa. Sawa ni vile walivyokuwa wanasema wale masalafi walikuwa tukiwapinga wale. Mmoja kaandika masalafi wasiwagawe ahlus sunna kwenye nchi ya Kalamu. Kuna gazeti fulani hivi sasa, pana nchi ya Kalamu pale, nchi ya Kalamu akaandika pale masalafi wasiwagawe ahlus sunna, kwamba hawa hivi wakutusema sisi. Waliokuta mashekhe ndio hao kwenye migomo na maandamano. Miaka ya 90 katikati hapo kuja 2000 maandamano yalikuwa mengi, nao mashekhe wengine wakishiriki, tukiwaona shiriki mbele kabisa, tena maandamano ya vyama vya siasa na mingine yasiyokuwa hayo, watu wakishiriki. Naambia jamani, sio mfumo huu wa dini yetu. Sasa hivi kweli watakuja kukataza maandamano haya watayakataza huku wenyewe wajisuta, kwa sababu si mfumo wao, si agenda yao kukataza haya mambo ya maandamano. Na hii ndio njia wanaopita as-salafiyun na ndio agenda yao. Wao sio agenda, wao wanadandia tu. Mpaka leo makhurafi wakataza maandamano mahizbiyun wakataza maandamano hapa hii, lakini wasema uongo, si wa kweli, mpaka warudi katika njia sawa, kwa sababu mfumo walionao wao ni mfumo wa hivyo katika kila nchi. Ukisikia kuna Rabiul Arabi, si Kiingereza mwasemaji, mimi nasema Rabiul Arabi, ambayo ilipelekea ile intifadha ya kupindua nchi nyingi za Kiislamu. Nchi nyingi zikapinduliwa, inaitwa Rabiul Arabi, wenyewe wanasema Rabiul Arabi. Ule ni mfumo wa kiikhwani, na ikhwani haijawahi kufanikiwa hata siku moja. Billahi alaykum, hebu angalieni alipoingia muikhwan Umar al-Bashir katika nchi ya Sudan. Nyie mfuatilie mambo. Yule Umar al-Bashir na mwenzake yule Hassan Turabi, wale ni maikhwani aqha,
miaka 30 bwana amekaa karibu miaka 29 kufikia 30 hakuleta jambo lolote la maana kwenye nchi yake pamoja na utajiri wake mpaka ameondolewa kwenye madaraka na ameingia kimapinduzi. Jaafar an-Numairi amepinduliwa lakini wao wamesimamia uikhwani tu. Yule Hasan al-Turabi ni murshid wa ikhwani muslimin, mtu mkubwa na ndiye aliandaa ile mapinduzi, akampa kijana wake Hasan Umar al-Bashir weka. Sasa ikawa shida, huyu nani asikilizwe? Maana kiongozi kama vile ulivyokuwa Mashia, kuna rais alafu kuna al-murshid al-aam aitwaje yule Ayatullah al-Khamenei. Sasa nani wakusikilizwa, huyu au huyu? Akapata tabu sana mpaka akaamua kumfunga. Lakini hebu iangalie ile nchi yake ilivyoipeleka kwa miaka 29 kwenda 30. Hakuwa na khairi yoyote katika nchi yake. Jambo letu la maana hajafanya zaidi ya kuigawa nchi vipande, akawagawa watu walioganyia. Mfuatilizi siasa, mna mambo yenu mbali na vyanzo vyenu vya taarifa ni mbali vya ovyo kabisa. Kwa hiyo tafsiri zenu za matukio pia ni tafsiri za ovyo. Lakini wakawa wanapanga mambo ya kuzipindua nchi fulani ipinduliwe, nchi fulani ipinduliwe, Misri ipinduliwe, aondolewe Hosni Mubarak, aondolewe Ali Abdullah Saleh al-Ahmari kule Yemen, aondolewe Abdul Aziz Bouteflika, aondolewe. Yani wao kuondoa kupindua nchi zikaharibika kabisa. Ndio mifumo yao. Hasa niambieni, katika nchi zote zilizopinduliwa ambazo maikhwani walikuwa na mikono wakisaidiwa na nchi za magharibi nyuma, ni nchi gani ilipata faida kwa mapinduzi hayo? Nchi gani? Libya mpaka leo, tangu 2012. Yemen mpaka leo, na nchi nyingine sami wala haraj. Lakini hizi ndizo harakati za ikhwan muslimin, la khaira fiha, hakuna khairi ndani yake, na waandishi wake ni waongo kwa jina la Uislamu. Kwa hiyo hao jamaa hao watakiwa wajisalimishe katika njia sawa sawa, waachane na ikhwani, warudi katika njia ya haki, njia ya salafu salih. Na maneno yao, vitendo vyao vitaonyesha kwa watu kwamba sio lazima wakaungame kwa mtu fulani. Hakuna mambo ya kuungama kwa mtu fulani. Wewe una vyombo vya habari, una njia zako za kuzungumza da'wa salafia, iweke wazi mfumo wako ni upi, maulama wako unaorejea ni kina nani, msimamo wako wewe kuhusu mambo kama haya ni upi, msimamo wako kuhusu watu wa bid'a na wengine ni upi. Usinganganie kwamba khilafu iko. Watu wote duniani wanaosoma ilmu ya dini na ilmu ya usuli fiqh wajua khilafu iko, lakini khilafu ziko khilafu zenye kuzingatiwa na ambazo hazizingatiwi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah was-salam. Eti turuhusu maswali bado yaendelee? Sitosha. Mkisema nimuulize maswali mtasema sana. Tosha leo. Inshallah kesho pengine tutapata nafasi ya maswali. Pengine hao tutakuuliza sasa hivi atajibika kesho. Tuwe na subra katika jambo letu. Wallahu ta'ala a'lam. Leo nimeamua kupita njia hii. Sasa sijui imeeleweka vizuri au hapana. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. سؤال.